Tunapoimba wimbo namba 1, Hosiana asifiwe ajaye, kwa jina la Baba, na tunaposikia ujumbe wa neno la Mungu. Neema na amani zitokazo kwa Mungu wetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo zikae na ninyi nyote tunaposikia neno lake na kulitafakari sasa na hata milele. Amen. Neno ni kama lilivyokwisha kusomwa kutoka Injili ya Luka mtakatifu sura ya 19 mstari ule wa 29 hadi ule wa 40. Na mimi nitarudia tena kusoma neno hilo ili tuendelee kulitafakari kwa pamoja. Nasoma katika jina la Bwana. Ikawa alipokaribia Bethfage na Betania kwenye mlima uitwao wa Mizeituni, alituma 2 katika wale wanafunzi akisema, nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa, ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado. Mfungueni mkamlete hapa, na kama mtu akiwauliza, mbona mnamfungua, semeni hivi, Bwana anamhitaji. Na wale waliotumwa wakaenda wakaona kama alivyowaambia. Na walipokuwa wakimfungua mwanapunda, wenyewe waliwaambia, mbona mnamfungua mwanapunda? Wakasema, Bwana ana haja naye. Wakampeleka kwa Yesu, wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha Yesu. Na alipokuwa akienda, walitandaza nguo zao njiani, walitandaza nguo zao njiani hata alipokuwa amekaribia matelemko ya mlima wa Mizeituni. Kundi zima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Mungu kwa sauti kuu kwa ajili ya matendo yote ya uwezo walioyaona, wakisema, ndiye mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu huko juu. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwa katika mkutano wakamwambia, Mwalimu, uwakanye wanafunzi wako. Akajibu akisema, nawaambia ninyi, wakinyamaza hawa, mawe yatapiga kelele. Hilo ndilo neno la Bwana. Tunakushukuru Mungu Mwenyezi. Asante kwamba wewe kwa upendo wako ulimtuma mwanao wa pekee Yesu Kristo aje ulimwenguni atufie msalabani
abebe dhambi zetu. Tazama siku hii Mungu, tumekusanyika hapa kama watoto wako, tukianza juma hili takatifu, juma la kuendelea kutafakari njia ya Bwana Yesu kabla ya kuendea msalaba na kifo na mauti. Bwana, tunakuomba tusaidie, tupe mioyo yenye kuona matendo yako makuu ambayo umetutendea, likiwepo hili la kutuletea wokovu kwa njia ya kifo cha Yesu pale msalabani. Tupe mioyo ya kumpokea Yesu na kumshangilia kama walivyofanya wale waliompokea alipoingia Yerusalemu kwa ajili ya kukabili mateso na kifo chake. Tusaidie Mungu, maisha yetu yote yaweze kuwa sifa na utukufu kwako. Mungu, tusaidie katika jina lake. Amen. Asante wapendwa, tukae. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpendwa Baba Askofu Mbilu, wapendwa katika Bwana, wanadayosisi hii ya Kaskazini Mashariki, wapendwa washarika wa usharika huu wa Kana, tunamshukuru Mungu kwa kutupatia neema hii ya kuabudu pamoja nanyi siku hii ya leo. Pokeeni salamu nyingi sana kutoka kwa ndugu zenu na marafiki zenu wa dayosisi ya Kaskazini. Baba Askofu, dayosisi zetu hizi mbili, dayosisi ya Kaskazini na dayosisi ya Kaskazini Mashariki, ni ndugu. Dayosisi hizi ni marafiki, na hivyo tunajisikia furaha na shukrani kwa Mungu kuturuhusu kukutana na ndugu zetu mahali hapa na kuabudu kwa pamoja. Baba Askofu, tunashukuru sana kwa jinsi ambavyo mmetupokea tangu tumeingia hapa, watumishi wa ofisi kuu ya Dayosisi ya Kaskazini, kwa ajili ya maburudisho yetu ya Pasaka. Tangu tulipowashirikisha mlisema karibuni, na tangu tumefika hapa juzi, Baba Askofu, tumeona ukarimu mkubwa sana. Tunasema Mungu awabariki sana na asanteni. Kipekee mimi ninamshukuru Mungu sana Baba Askofu, nikikumbuka jinsi mlivyotupokea hapa kwenu, mimi na mke wangu na wale niliokuja nao wakati ule bado nikiwa mkuu wa kanisa, tulipotembelea Dayosisi ya Kaskazini Mashariki. Baba Askofu, niliona upendo na kushuhudia upendo mkubwa sana kutoka kwenu, na ilinitia moyo sana sana katika utumishi huu, kuona kumbe bado wako watu wanaonipenda, wako watu wanaopenda kuibeba kazi ya Mungu na kutunza umoja wa kanisa. Upendo na ukarimu ule ambao mlituonyesha Baba Askofu, hatutausahau hata siku moja. Na kipekee hapa Kana, najua jinsi mlivyotupokea. Jamani, nasema muendelee kubarikiwa na Mwenyezi Mungu. Asante sana. Wapendwa ndugu zangu, usharika huu wa Kana, yako mambo mengi tu amesema Baba Askofu hapa kuhusu usharika huu wa Kana. Mimi nipende kukazia tu jambo hilo, ya kwamba ninyi washarika wa Kana, usharika huu wa Kana ndiyo kitovu cha Injili katika dayosisi hii. Ninyi mmeendelea kuwa mfano katika imani na utumishi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na sisi tunawaombea mzidi kuwa hivyo, mzidi kuongezeka sana katika uthabiti wa imani, katika ushuhuda wenu, huku mkimtumikia Bwana bila kuchoka, na ninyi mkizidi sana kupokea baraka zote na neema kutoka kwa Baba yetu wa mbinguni. Nasema ni kitovu.
Nasema mnatumika, utumishi wenu unaonekana. Na Mungu huwa anajibu pale watu wanapomtumikia kwa furaha, wanapomtumikia kwa bidii. Baba Askofu amesema jinsi Mungu alivyowainua watumishi wake waliopitia hapa usharika huu wa Kana. Na akasema hili sio jambo dogo. Ni Mungu anawaonyesha kwa njia hii jinsi anavyoukubali utumishi wenu na imani yenu na utii wenu kwake. Sharika wa Kana, tunaona kazi kubwa ambazo mnazifanya. Kazi kubwa kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Kwa kuwa mnajua Yesu ni nani. Kwa kuwa mnajua alichotufanyia sisi ambao tumepata neema hii ya kulifahamu, kuliamini jina lake, kuamini kazi yake na kumtegemea katika maisha yetu. Ni kama mnasema tunamshangilia na kumtukuza Mungu kwa kazi zetu, kwa nyimbo zetu, kwa ibada zetu, kwa matendo yetu yote. Kwa kuwa tunajua Mungu ametufanyia jambo gani katika maisha yetu. Vijana, mmenitia moyo sana hapa baada ya ule wimbo wa kwanza ule kukatizwa hapo kinamna, kwa sababu kwa vyovyote naelewa Baba Askofu Mbilu ni mwimbaji kweli kweli. Hawezi kuvumilia pale wimbo unapoimbwa ndivyo sivyo. Na kumbe na hata ninyi mnamuelewa. Mlipoibuka mara ya pili, ndio mkamwambia Baba Askofu, acha. Sisi tuna uwezo na tunapenda kumshangilia Mungu. Tunamshangilia Mungu. Na kwa kweli vijana, huu wimbo wa pili mmeuimba safi kabisa. Ni pamoja na kwaya nyingine mlioko hapa. Dayosisi hii inasifika Baba Askofu kwa sababu mnaimba vizuri. Hiyo ni sehemu ya kumshangilia Mungu. Na kwa leo hii neno linalotuongoza kama mnavyoona, na kwa juma lote hili takatifu ambalo tunalianza leo, ujumbe ni huu kwa kanisa zima: tumshangilie Bwana. Tufanye nini? Tumshangilie Bwana. Kama walivyofanya wale wakati Yesu anaingia kwa mara ya mwisho Yerusalemu ili kuuendea msalaba, mateso na kifo chake. Wale kwa kuongozwa na Roho wa Mungu. Lakini tunaambiwa kwa kuyaona matendo makuu, kazi za uwezo mkuu ambazo Yesu aliwatendea au Mungu aliwatendea kupitia mwana wake. Bado walikuwa hawajajua kwamba ndio anaenda hivyo kutundikwa msalabani. Ndipo anapoenda kufia ulimwengu wote. Lakini bado tunaambiwa wakamshangilia kwa kuona kazi kubwa alizozifanya, kazi za uwezo mkuu. Ndipo tunapoambiwa wakamtandikia nguo zao juu ya mwanapunda aliyepanda, wakatandaza nguo zao barabarani, wakatandaza matawi ya miti. Ndio sababu leo siku hii inaitwa siku ya mitende. Ni jinsi Yesu alivyoingia kwa shangwe, akapokelewa kwa shangwe kabla ya kukiendea kifo chake pale msalabani. Na sisi leo tunaungana kumshangilia, tunaungana kumtukuza. Na sisi tunapaswa kumtukuza zaidi kwa sababu tunajua alichotufanyia.
Tunapoelekea juma hili takatifu, tunaendelea kutafakari upendo mkubwa wa Mungu aliotuonyesha katika mwana wake Yesu Kristo. Tunaendelea kutafakari unyenyekevu wa Yesu Kristo, utii wake kwa baba yake. Baba aliposema ni mtume nani, asema nitume mimi, na akaja kama mfalme wa amani. Na ndio maana alichagua kupanda mwanapunda, ishara ya amani, ishara ya upole, ishara ya unyenyekevu. Na uvumilivu. Na yote haya aliyafanya kwa sababu anatupenda. Alifanya hivi ili mimi na wewe na wanadamu wote tuweze kupatanishwa tena na Mungu aliye muumbaji. Na tunamshangilia kwamba kwa unyenyekevu wake, kwa uvumilivu wake, upendo wake, Mungu hakumwacha kaburini. Mungu alimuinua tena kutoka kaburini. Tofauti na wale wengine waliokuwa wanashangilia, walifikiri sasa mfalme huyu anakuja kuleta uhuru na kuvunja utawala wa Warumi, kujenga tena taifa la Israeli. Yesu, wao walikuwa wanafikiria kwamba anakuja kuwa mfalme wa kidunia. Kumbe mawazo ya Mungu, mawazo ya Yesu tofauti kabisa. Anatuletea ufalme wake, utawala wake, ambao ni utawala utakaotufungua katika adhabu, kifo, mauti ya milele inayosababishwa na dhambi zetu. Na yeye kwa ishara ile ya kupanda mwanapunda, sawa sawa na alivyotabiri huyu nabii Zekaria, furahi sana binti Sayuni, piga kelele, kwa kuwa mfalme wako anakuja kwako, ni mnyenyekevu na yeye ana wokovu. Maneno haya yalikwisha kusemwa. Kwa hiyo ni kama unabii ule unatimia siku ile Yesu anapoingia Yerusalemu. Na leo tunaambiwa shangilieni, mshangilieni huyu Yesu. Ni Yesu, ni mfalme wetu aliye hai, ambaye akiyatawala maisha yetu, akiyaongoza, tunakuwa na amani na Mungu wetu. Yesu ni mfalme wa amani kwa sababu hatulazimishi kumfuata. Hatumii upanga kama mfalme wa dunia hii, au polisi na majeshi kama mfalme wa dunia hii. Yeye anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, na mimi nitawapumzisha. Mimi nitawapa amani yangu, na amani yangu nitakayowapa sio kama dunia inavyowapa. Ndugu zangu, kumjua huyu Yesu, kumwamini, kumwabudu, ni furaha, ni amani inayopita amani zote, furaha zote za dunia hii. Bwana asifiwe. Kumfahamu Yesu, kumwamini huyu Yesu, kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, atawale na kuongoza yote, furaha, amani. Yule mtu anaimba ule wimbo, ni salama moyoni mwangu, kwa kuwa naye Yesu ni salama moyoni mwangu. Dhambi zangu zimesamehewa, lakini rohoni nina amani. Na amani
na Mungu wangu, nina amani na ndugu zangu wale ninaoishi nao. Wapendwa, leo tunaambiwa tumshangilie Bwana. Sio tu kwa sauti zetu. Tumshangilie Bwana huyu, tutangaze utukufu wa Mungu kwa sababu ya matendo makuu ambayo ametutendea, aliyotutendea kupitia mwana wake wa pekee Yesu Kristo. Kwa sauti zetu, kwa nyimbo zetu, kwa sadaka zetu, tumtukuze katika maisha yetu yote. Baba Askofu, nimesema nitangulie na hiyo kwamba kwa nini tunaambiwa tumshangilie Mungu. Na katika somo tulilosoma, ndugu zangu, tuweze kujifunza mambo machache haya: utii wa Yesu, utukufu wa unyenyekevu wake. Lakini tunaona pia mamlaka yake. Anapoagiza wale wanafunzi wawili, nendeni mpaka huko kijiji kinachowakabili, mtakuta mwanapunda amefungwa pale, mfungueni. Na mtu akiwauliza, mwambieni, mimi Bwana ninamhitaji, nina haja naye. Yesu alijuaje? Hilo tunaacha katika uwezo wake, kwa sababu anajua kila kitu. Na wanafunzi wale wakati hawakuuliza maswali. Sasa na mimi hapa, au askofu akwambia hapa, hebu wewe kijana toka, nenda hapo, ukimkuta huyu alipaki gari zuri kuliko watu wengine pale, mwambie wewe ingia tu, anza kuendesha gari. Alafu akikuuliza eti mwambie askofu analitaka. Wewe mambo yangekuwaje? Lakini angalia mamlaka ya Yesu, kwa jinsi ambavyo yeye alitoa ile amri. Wanafunzi wakati hawakuuliza maswali. Wale wenye punda wenyewe kwanza waliuliza, lakini walipoambiwa Bwana ana haja nayo, hawakuuliza swali jingine. Unajifunza nini hapo? Tunajifunza nini hapo? Hata leo kuna mambo ambayo Yesu anatoa amri na kwa mamlaka kwa ajili yetu. Ana haja na wewe na vipawa vyako, vipaji ambavyo amekupa yeye mwenyewe, na anasema ana haja navyo kwa ajili ya huduma yake. Usiulize maswali. Timiza. Mungu atatukuzwa. Na sisi tunaambiwa Baba atakuheshimu. Kusoma pale kwenye Injili ya Marko kuhusu habari hii, anasema ana haja naye na atakwenda kutumia kwa shughuli yake na kisha atakurudishia. Ndivyo ilivyo hapo. Kwa hiyo tutii. Wito unapokuja, Bwana anaposema nina haja na wewe, kwanza nataka moyo wako, jitoe kwake. Anaposema kwa kuwa umenijua mimi, nina haja na wewe na vipawa na vipaji nilivyokupa, unitumikie, ukaujenge ufalme wa Mungu. Habari za Kristo zienee. Tunajifunza kwa wale wanafunzi, kwa yule mwenye punda. Tumejifunza kwa Yesu mwenyewe juu ya uvumilivu, unyenyekevu, utii, lakini tukijua Yesu ana mamlaka yote mbinguni na duniani. Na mwisho tunajifunza
hivi kuna jambo la kujifunza kutoka kwenye huyu punda kweli? Nilikuwa nauliza, hebu mtafakari yule punda, wewe unapata picha gani? Ungekuwa yule punda ambaye nguo zilitandazwa juu yake, alafu wakampandisha Yesu, alafu Yesu anaingia na yule punda, wewe unangejisikiaje? Wewe ndiye huyo punda. Hebu mmoja apewe maiki tu aseme, aya angejisikiaje? Toeni maiki. Wazee wa usharika mko wapi tena jamani? Wewe ndiye yule punda Yesu alipanda juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza nitajisikia raha kumbeba mfalme. Nitajisikia na amani kama mimi nilikuwa nimebeba. Lakini pia nitakuwa na hakika kwamba nitaingia katika ufalme wa mbinguni. Unaona hiyo? Nani mwingine anaweza kusema wewe ungekuwa ndiye huyo punda? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ningeshangaa na kushtuka kwanza kwa heshima kubwa ninayopewa. Kwa sababu bila shaka sikustahili, lakini kastahilishwa hivyo. Amen. Sawa. Hapa kwenye vijana hapa, wewe ndiye punda huyo. Leo umeingia Yerusalemu, tena umembeba Yesu aliye mfalme wa wafalme, aliye mwokozi wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli ni tendo la ajabu, kwa sababu ni mara ya kwanza kushangiliwa na watu, lakini sijui kama ni mimi au anashangiliwa yuko juu. Umeshangiliwa na watu, of course naona. Na ingekuwa siku hizi hata selfie ungepiga, yani si ndio hivyo? Yani nimebeba Yesu mimi. Alafu angalia watu wananitandikia manguo huku chini. Matawi. Tamshangani, ushangao wa ajabu. Kuna mwingine hapa, hebu tuambie mama, ungeisikiaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwanza ningeona lile tendo, ningepiga magoti kwanza nimshukuru huyo anataka nimbebe. Alafu ninyanyuke nishangilie, nimbebe nimpeleke huko anakokwenda. Amen. Sawa kabisa. Mwisho mimi ningejiona kwamba kati ya punda wote walioko hapa mimi ni the best. Katika punda wote mimi ndiye? Mbona umepata upendeleo? Upendeleo wa kipekee kabisa. Yesu mwana wa Mungu ni mbele mimi. Lakini nikwambie kitu. Sisi kwa neema ya Mungu, sisi sote tulioko hapa ambaye tunamjua Yesu ni nani, sisi ni punda wake. Bwana asifiwe. Sisi ni punda wa Yesu. Wakati mwingine tunasema ndio mimi ni mwana kondoo kwenye kundi lake, lakini pia sisi ni punda wake. Hebu tumruhusu Yesu apande juu yetu, aingie ndani yetu, atawale maisha yetu, ayaongoze maisha yetu. Inawezekana wanadamu hawatakushangilia, lakini moyoni mwako utakuwa na furaha ya pekee, una nguvu ya pekee, na kwa sababu unaona sababu hiyo. Leo sisi kama punda wa Yesu, kwa kuwa ametutaka baada ya kutupatia wokovu tutumie vipawa vyetu, uwezo wetu, maisha yetu yote kumshangilia kwa ajili ya matendo makubwa ambayo Mungu ametenda kupitia yeye na yeye mwenyewe, basi tunatakiwa tufanye hivyo kwa utukufu wa Mungu na tufanye kwa furaha. Sasa
unapokubali kuwa punda wa Yesu, ujue kwamba Ibilisi, shetani, hana mamlaka tena juu yako. Hana nguvu tena juu yako. Uhitaji kuishi tena kwa hofu, kwa wasiwasi. Ukidanganywa na mambo madogo madogo, uondoke katika ile njia ya uzima. Wewe ni punda wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Pandishe Yesu Yerusalemu tena kwa furaha. Usijaribiwe kwa kuwa umeona watu wamekushangilia, wamekutandikia nguo, alafu kwa ajili ya kazi ya Yesu na Yesu akiwa juu yako, alafu ukajidai kesho yake uende Yerusalemu mwenyewe bila Yesu, ukitarajia utashangiliwa, ukatarajia utatandikiwa yale mavazi, utaona cha mtema kuni. Sasa wakati mwingine si tunafanya hivyo. Bwana ametukomboa, ametupa heshima yote na wokovu, ametubariki kwa mengi katika maisha yetu, halafu tunafika mahali tunaona hatumuhitaji. Itakuwa kama ile mtoto mdogo ambaye anaanza kutembea, anashikwa mkono, halafu akifika mahali anaanza kuimba, natembea peke yangu, natembea peke yangu, simuhitaji Yesu. Utakuwa unajidanganya. Maisha yataweza kukunyanyasa sana pasipo Yesu. Tumvae Yesu, tumbebe Yesu. Wakati mwingine maisha ya ufuasi sio rahisi sana. Sio rahisi sana. Kuna wakati yanaweza kuwa magumu. Lakini tukimtazama yeye alivumilia yote kwa ajili yetu. Tukimtazama yeye ambaye Mtume Paulo anasema na yaweza yote katika yeye anitiaye nguvu, tunasonga mbele. Na anatuwezesha. Bwana asifiwe. Usikate tamaa. Mradi tu usimwache Yesu pembeni. Wako ambao hawakufurahia walipomwona Yesu akishangiliwa. Baadhi yao walikuwa viongozi wa dini, baba askofu. Tunaambiwa hawa Mafarisayo hawa. Tena wanamwambia Yesu awakanye, eti wale wanamwimbia Hosiana mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Wanamwambia nenda kawakanye wasiimbe hiyo, kwa sababu sisi tunajua Masihi bado hajaja. Huyu atakayekuwa mtawala wa Israeli sio wewe. Kawakanye. Umesikia yale maneno ya Yesu? Yesu aliwajibuje wale Mafarisayo walimwambia wakanye watu wasimshangilie? Eti ngomeni. Hawa wakinyamaza, wakiacha kunitukuza mimi, kunishangilia mimi, na kwa maana hiyo kuimba utukufu kwa Mungu mbinguni na amani, mawe yatafanya nini? Katika hilo tunajifunza nini? Katika hilo tunajifunza kwamba kazi ya Mungu, utukufu wa Mungu na mashangilio anayostahili Mungu hayazuiliki na yawezi kuzuiliwa na mtu yeyote. Baba askofu, nimesikia kazi kubwa mlionayo hapa ya ile deni kubwa la chuo. Nimesikitika sana. Dini mstaafu anaposema hapa, kuna watu wanapita anasema hakuna deni. Yamkini wengine ni wale waliosababisha madeni hayo.
Leo kwa ujasiri wote na bila dhamiri yake kumuumiza mtu, anasimama anasema hatuna deni, sisi hatukuacha deni lolote. Sasa baba askofu, wewe na halmashauri yako mmekuwa vichaa, mnakuja kuwaambia kweli wana DKMS kwamba jamani tuna deni. Jamani, hivi nani anapenda kujitangaza baba askofu kwenda kusema jamani nina madeni, jamani nina madeni? Mimi napenda kuwaambia, nimetiwa moyo sana kuona jinsi ambavyo mmefanya uamuzi ulio sahihi, kwamba chuo hiki tulianza kwa ajili ya watoto wetu, vijana wetu, wa leo na wa kesho. Chuo hiki hakitakufa. Wana DKMS, kwa pamoja, kwa kumtegemea Mungu, tutabeba mzigo huu kwa pamoja. Na kwa kuwa yuko Yesu huyu anayetambua mioyo yetu, yeye atatuwezesha na kazi ile itaisha. Na waombeni, msikate tamaa na wala msiache. Onyesheni nguvu ya umoja, nguvu ya upendo wenu, na endeleeni hiki ambacho mmeamua hapa. Taarifa ile nimeona taarifa ya robo mwaka, kufumba na kufumbua, mtaona mmemaliza. Na maombi yangu Bwana awasaidie katika hilo. Hawa wanaotaka kuzuia kwa sababu zao, nafikiri Mungu awajalie ujumbe wa hili neno. Hawa wana DKMS ambao wameamua kwa roho moja, wakiacha kupiga kelele za kumshangilia Yesu na kumtukuza Mungu na kutangaza ukuu na uweza wa Mungu, wakiacha kufanya hivi, mawe yatapiga kelele. Wajifunze hapo kitu. Kazi ya Mungu haitazuilika wala haiwezi kuzuiliwa na mwanadamu yeyote wakati wowote. Baba Askofu, nimalizie kwa kumpongeza sana dini ambayo imemtambulisha hapa msaidizi wao Mchungaji Frank Mtangi, mkuu wa jimbo hili. Umeinuliwa miongoni mwa wakuu wa majimbo, miongoni mwa wachungaji wenzako wa dayosisi hii, kupokea kijiti hiki ambacho baba Askofu Kanja, msaidizi wa Askofu Kanja, amebeba kwa uaminifu wote. Nakupongeza, na kama nilivyokuambia juzi, na kuambia hongera na pole, kwa sababu katika punda wote wewe ndiye punda wa pili kwa jambo la kubeba. Wewe utakuwa punda wa pili katika dayosisi hii. Jifunze unyenyekevu. Msaidie baba askofu kama baba dini anayestaafu au mstaafu mmeshamuita alivyomsaidia baba askofu. Utaona baraka ya utumishi huu. Kazi yetu ni kukuombea na kutakia baraka za Mungu. Naombeni kama baba askofu alivyosema, na yeye mwenyewe muombeeni, mpeni ushirikiano na mkamshangilie Mungu, kwa sababu ameinuliwa kutoka katikati yenu, hapa tena, hapa Kana tena. Jambo la kumshukuru Mungu, si ndio hivyo jamani? Na Kanji, bado una nguvu, bado una mambo mengi sana ya kuweza kuwafundisha wachungaji vijana. Msaidizi wa askofu ambaye anapokea kijiti kutoka kwako. Mimi niliposikia anastaafu nilishtuka, ndipo nikagundua, nikaja nikauliza, nikaambiwa kumbe katiba ya dayosisi inasema hayo mambo. Miaka 60. Sasa huyu mtu baba askofu ukiacha kumtumia, pamoja na kwamba tumetimiza katiba, lakini huyu mtu bado ana nguvu nyingi sana. Zimemsikia alivyozungumza akiwa hapa. Miaka 60 ya mchungaji kustaafu kwa lazima. Naona mkatafakari. Mimi ningesema mkatafakari. Mzee Kanji,
endelea kukaa pembeni, ushauri wale wadogo zako na watumishi wengine, na umshauri pia baba askofu, usichoke kama ulivyoahidi. Asante kwa utumishi wako. Basi ndugu zangu, mimi niwatakie baraka za Mungu. Tumshangilie Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuwa tumeona na tunajua ametutendea nini na Mungu ametufanyia nini. Yale maneno ya wimbo wa 84, wimbo wa 84, kama ukitaka kusema kwa nini tunasema tumshangilie huyu Yesu, anasema nimshangilie Bwana wangu na kumwimbia mkombozi, katukumbuka msalabani, kutukomboa msalabani, nisifu pendo lake kuu. Tumsifu yeye mponya wetu katika ulimwengu huu, katupatanisha na Baba tulio wakosaji, katuletea mwanga wake, tulikaa katika giza, wokovu ukaonekana, kamshinda movu, ni shujaa. Tunamshangilia na tumtukuze Bwana wetu, tumtumikie kwa bidii na atawale apendavyo, na sisi sote tutamtii. Haya, tumwimbie Yesu. Ebu tungesimama tukaimba hilo fungu moja tu kwa kukazia hili somo. Haya, mwimbieni Yesu amekubali mateso. Baba askofu, wewe ni mwimbaji. Nimshangilie Bwana wangu na kumwimbia mkombozi, katupata msalabani, tusifu pendo lake kuu. Haya, mwimbieni Yesu amekubali mateso, katukomboa msalabani, tusifu pendo lake kuu. Haleluya! Asante. Nafunga kwa maneno haya, kama mtakumbuka yalitoka wapi, na ndiyo maombi yangu kwenu. Yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae, na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu. Yeye aliye Mungu pekee, Mwokozi wetu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu, utukufu na yeye na ukuu na uwezo na nguvu tangu milele na sasa na hata milele. Amina. Amina.